kijiji ambacho hakina zahanati? Vyote vina zahanati. Hii ni kazi ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Tukiwaambia jambo tunatekeleza, muamini kwamba tunatekeleza. Uongozi ni vitendo, sio kelele, si ndio? Uongozi ni vitendo. Hata ya Gurwe sasa vitongoji vyote vinaenda kupata umeme. Vilikuwa vimebaki vitatu. Wiki iliyopita tumekuja kufanya survey vyote vitatu. Kutakuwa hakuna kitongoji ambacho hakina umeme kwenye kata yote ya nini? Ya Gurwe. Nilikuwa na teta na mheshimiwa diwani wakati kwamba sasa tuanze kufikiri kupeleka zahanati Kitera Nemo. Kutoka kule mlimani ni mbali kuja Chisenyi. Hayo ndio mawazo tunayowaza sasa. Lakini tarehe 2 Januari mwaka huu waziri mkuu alipokuja pale Gurwe, niliomba mambo matatu. Kwanza niliomba kituo cha afya, kwa sababu tuna stesheni ya nini? SGR. Inaweza kutokea ajali halafu hatuna kituo cha afya. Mpaka Mpwapwa Kutali leo asubuhi wamekuja kuonyesha eneo la kujenga kituo cha afya. Barabara ya kutoka Mpwapwa kuja Gurwe mpaka SGR iwekwe lami. Mchakato unaendelea. Waziri mkuu alikubali na mpaka juzi naongea naye anasema bado naendelea kufanya kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo mmeona serikali inafanya kazi. Niliomba minara. Eneo la Gurwe lina shida sana ya mawasiliano. Mara nyingi ukipiga simu Gurwe, kwenye kata ya Gurwe lazima ukutane na matatizo. Tayari nimeshaomba minara, muda sio mrefu minara italetwa. Mimi nataka niwaambie watu wa Iyoma, kama kuna mwaka tumechagua viongozi wa halmashauri, Nyundo ni mwaka huu. Kiti yuko vizuri, mmemuona, si ndio? Makamu wake mmemuona yuko vizuri, mmeona? Jamani, kuna kitu kitashindikana? Kwa hiyo mimi na imani kwamba tunakwenda kwa miaka 5 tunakwenda kumaliza changamoto za watu wetu. Kama nilivyowaambia, sisi wenyewe tumeona umeme hapa ni muhimu sana, ili huduma zitolewe usiku na mchana. Tunakwenda kukaa na viongozi wangu wa halmashauri ili tuweze kutatua tatizo la umeme. Swala la vyoo vya shule ya msingi vya Iyoma tayari lishashughulikiwa. Fedha ipo tayari milioni 5. Kwa hiyo tatizo hili tuliliona tayari. Na sasa mwenyekiti amesema hapa, mmesikia vizuri, tunakwenda kujenga vyoo haraka iwezekanavyo. Iyoma wewe, barabara hii tunakwenda kushughulika. Hatupendi kuona watu wa Iyoma hamwezi kwenda mjini kwa urahisi. Hata huku tulikozunguka ni mbali sana, bado sio kuzuri. Hiyo barabara ya kwenda njia panda ya Iyoma panahitaji maboresho. Nataka niwaahidi watu wa Iyoma na kwenda kulifanyia kazi mara moja. Kesho nitakuwa na majibu. Nchi wasivamie eneo la zahanati. Miaka ijayo likiwa limetunzwa vizuri, tunaweka hapa kituo cha afya. Kwa hiyo sisi watu wa Iyoma ni wajibu wetu kulinda eneo hili. Tunaona miaka usaka bangia eneo la zahanati, mwambie ukweli, asipokusikia peleka kwenye mamlaka. Tunataka tuwe tunaonyesha zahanati hiyo hapo, sekondari ile pale, barabara iko pale, maji yako pale. Miaka 5 wananchi wa Iyoma mtupime.